Karibu sana. Amen. Sipigie Bwana Yesu makofi mazuri. Shangwe kwa Bwana wa Baba. Amen. Patia mtu high five unapoketi katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kuketi sasa. Amen. Tumebarikiwa tangia asubuhi kufikia sasa. Kwa wachungaji najua tumekuwa kwa ibada tangia asubuhi mpaka wakati huu, na kwa hivyo sitawaweka. Tachukua dakika chache kuachilia neno. Tumekuja hapa tukiwa na kusudi moja, kumwambia Bwana ni asante. Nataka nichukue dakika zako chache. Tell your neighbor dakika chache sana. Na kwa hivyo ukitega sikio, nitakuwa na kuachilia kwa dakika chache zijazo, tunaposikia vile ambavyo Bwana anataka kutunenea jioni ya leo. Ukiangalia vile ambavyo Mungu anaendelea kufanya kazi, utajua ya kwamba sio mwanadamu, sio kwa sababu ya kamiti hii, sio kwa sababu ya mchungaji, sio kwa sababu kanisa hili ni kanisa linajua kuomba zaidi, lakini ni kwa sababu ya Bwana. Na kwa hivyo ndio sababu nataka nikuletee ujumbe huu, it is God. Na nikasema ya kwamba ingawa inaonekana kana kwamba ameenda kwa haraka, na hii ninaongea na wachungaji walio hapa, ya kwamba mwaka mmoja ni mfupi sana. Kwa wale ambao tunaanza huduma, tunajua ya kwamba inachukua neema ya Bwana na mkono wa Bwana ili kibali chake kiwe juu ya huduma kama hii. Imeugarimu mkono wa Mungu. Neema ya Bwana imekuwa hapa kwa wingi kufikisha madhabahu haya. Na kwa hivyo hata wewe unapoondoka katika madhabahu haya, neema hiyo ambayo inasongesha watu wake, inawaingiza katika season mpya, ikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, kuna mkono wa Mungu ambao hutembea na wanadamu. It is one thing kufanya kazi kwa mikono yako. It is another thing kuwa hata na pesa na kujua watu. Wapendwa, wakati ambapo neema na mkono wa Bwana uko juu ya mtu, itaonekana wazi ya kwamba Bwana anakupeleka kwa haraka. Haleluya. Na katika huduma hii Grace Covenant, ni mkono wa Bwana ambao umekuwa juu yako. Ni mkono wa Bwana umekuwa katika huduma hii. Ni mkono wa Bwana umekuwa pamoja na washirika ili kuweza kusimamisha huduma kwa haraka na kwa wepesi. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba tunapomshukuru Bwana anaendelea kutuongeza. Yeremia 30:19. Ya kwamba tunapoendelea kumshukuru anafanya nini? Anatuongeza. Hatutakuwa wachache, he will multiply us. It is my prayer today, tunapoendelea kumwambia Bwana ni asante, akaongeze kanisa hili. Sio tu kuongeza kwa kifedha, lakini akatuongeze kama watu. Kanisa hili likajae kama vile ambavyo limejaa siku ya leo, na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Na nena neema ya Bwana ya kuongezeka katika madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo. It will never ever be the same again. Viti hivi vikajae, watu wakiwa wameketi katika jina la Yesu Kristo. Na neema hiyo ikakupeleke sehemu zote za Ruiru na viungani mwake katika jina la Yesu Kristo. Na waachilia neema hiyo, na nena neema ya Bwana inayopeleka watu mataifa ikawe juu ya huduma hii katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, watu walianza kwa udogo kuliko vile ilivyo hapa. Na wacha niwaambie, hii ni cathedral. This is already a grace cathedral. Watu walianza mahali padogo kama sasa madhabahu hii ingekuwa tayari ni kanisa. Ukiuliza pastors ambao wako hapa watakwambia
Ukiwa umesimama hapa, unatingiza hii cathedral. This is a big church. 1 year. Haujapigia Bwana Yesu makofi. 1 year. This is big. This is big. Bana peke yake hapo inaweza kuchukua rent hapa karibu ya miezi 6. Niliona vile umeiweka. Yaani unaona mkono wa excellence. This will be known as Royal Church of Excellence. Kwa sababu kuna neema isiyo ya kawaida. Nimekuja hapa sijakuja kwa muda. Nikakuta uwanja yote beacon to beacon imekorogwa. Hii si kawaida. Wapendwa, hii si kawaida. Worship kwa makanisa mabati inaanguka na bado watu wanarusha mikono wakisema kujeni muone Mungu mkubwa, na mabati inaendelea kuinama kama debe. Lakini sasa ukiingia mahali hapa, angalia vile ambavyo Bwana amefanya. Si ni Bwana ambaye amependa kwa mwaka mmoja. Sasa wewe unaangalia washrooms zimetengwa already permanent. Within 1 year. Nilikuwa kwa kanisa moja nikauliza watu, worship ziko wapi? Pastor akaniambia usiulize, tunaambiaka watu wenyewe wakitafutie. Akaniambia pastor, nenda kusumbua na mambo kidogo kama hiyo, watu wanajitafutia. Na alikaa miaka hajajenga worship. Today hapa tuko na zile zinaitwa VVIP washrooms. Na nimesikia kuna vitu mweka chini mwezita nini? Biodigester. Yaani uchafu inashughulikiwa tu hapo alafu inaisha. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa tuko na ofisi, executive office. Hapa inaingia nikaambiwa hapa itakuwa ni ya secretary. Ulisaidia huko hata na mahali ya secretary. Iko reception hapa kwa hii church. Within 1 year and then there is the main office. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nikamalizia ujumbe hapo, bado tutakuwa tumeshukuru Mungu. Kwa sababu hatuna sababu nyingine yoyote ile ila tukumuinulia mikono, kumwambia Bwana pokea sifa, pokea utukufu wote katika jina la Yesu Kristo. Sasa wakati ambapo mkono wa Bwana uko juu ya mtu, we experience speed. Somebody shout speed. Na hii inaonekana hatutaweza kusoma sana maandiko kwa sababu ya muda, lakini mtaniruhusu yule ambaye anaandika anaweza kuandika. Nimesema ya kwamba usifikirie kana kwamba ni wewe. Andiko la kwanza tumesema Yeremia 30:19 ya kwamba tukiendelea kumshukuru anatuongeza. Hii ni kumaanisha every time God does something in your life, shukuru Bwana, anakuongeza. Hiyo ni siri ya kwamba hamtakuwa wachache, mtaendelea kuongezeka kwa sababu ya siri ya kushukuru. Na Biblia inasema ya kwamba sio sisi ambao tumefanya. The Bible says in 1 Samuel chapter 12 and verse 6, it is God who advanced Aaron and Moses. It is God who advanced them, that they were able to take the children of Israel from Egypt to the Canaan land. It is God who advanced them. Na hicho ndicho kichwa cha ujumbe wetu. It is God. Kwa hivyo hata ukikosa jambo lingine lolote unapoondoka siku ya leo, enda tu ukisema ni Mungu. Ni yeye aliyewasongesha Musa na Aroni, sio wao, sio nguvu zao, sio kwa sababu ya kitu chochote, sio kwa sababu ya jina, hawakuwa na jina, lakini ni Bwana aliyewasongesha Musa na Aroni. Haleluya. Mungu huyo aliyewasongesha nyakati hizo atakusongesha wewe. Tumekuja kumwambia Bwana asante kwa sababu ni yeye ametusongesha. Tumekuja kumwambia Bwana, kumuinulia mikono, tukimwambia Bwana, wewe uliyemsongesha Musa na Aroni, umesongesha Grace Covenant, pokea sifa na utukufu wote kwa sababu ya kutusongesha mwaka mzima. Tumeona neema na wema wako. Haleluya.
maji ajabu, but they can show nothing. Tuna wahubiri wanaofunga, wakimaliza kufunga wanafunga tena, wakimaliza wanafunga tena, lakini neema ya Bwana haiko juu yao. Kama kuna maombi tunataka kuomba siku ya leo, ni kwamba Bwana, kama kuna neema na kibali ambacho unaweza kuachilia katika madhabahu haya, Bwana ukafanye hivyo, kwa sababu kama wachungaji we have done what we know best. Bwana, watu wanafika mahali unasikia kana kwamba utarudi nyuma, inafika mahali unasikia kama utafunga, lakini nimeleta mafuta mabichi katika madhabahu haya. Nguvu zinazo inua wanadamu na kuwasongesha, kuwaingiza katika season nyingine katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu hizo za kusonga na kuingia katika season mpya katika jina la Yesu Kristo. I declare Grace Covenant ikaingia katika season mpya in the name of Jesus. Wapendwa, ni Mungu anayesongesha watu wake, iwe ni katika biashara. Wapendwa, watu wanaweza kuwa na mtaji, watu wanaweza kuwa wasomi, watu wanaweza kuwa na majina, lakini wakakosa kusonga. Haleluya! Ni neema ya Bwana inayosongesha wanadamu. Huwa naambia watu ya kwamba I have been privileged kutembea na watu katika huduma, watu ambao wameingia katika kiwango kingine, watu ambao wameinuliwa katika nchi hiyo, lakini ni neema ya Bwana inayosongesha watu. Tunaweza kupatia microphone hii and you do wonders here. Kuna watu ambao hawaongei sana, lakini neema tu. Neema tu. Hii si maombi, usidanganywe na mtu. Hii si kuvaa suti ati ujaribu kushona kama ya mwingine. Hii si mambo ya kupaka sijui nywele dye na nini. Wapendwa, you can do all that and remain zero. Ni neema ya Bwana inayotusongesha. Na kwa hivyo hata unapoingia katika maombi na kufunga, mwambie Bwana, ninajua hii ni neema ya Bwana. Na nimesoma na nimejaribu kutafuta. Tumeulizana na wahubiri, ni kitu gani hiki ambacho husongesha watu kutoka mamia wakaenda maelfu, wakaanza kuhubiri kwa stadium? Ni neema ya Bwana. Wapendwa, unaweza kuhubiri na lugha yenu na watu wakatafsiri, lakini ukaingia mataifa, kwa sababu ni neema ya Bwana inayosongesha wanadamu. Si mtu apokee neema hiyo. Nasema si mtu apokee neema hiyo katika jina la Yesu Kristo. Neema haifanyi kazi. When you receive the grace, you go through life without sweat. Wapendwa, watu wamefunga hapa, watu hapa wameomba mpaka koo haziwezi kunena, lakini Bwana tunamuuliza, kwa nini umejificha? Wachilia neema na kibali chako. Na ninaomba hata jioni ya leo ya kwamba neema ya Bwana ikawe kwa wingi juu yetu. Haleluya! I said haleluya! Nimeona watu ambao Bwana amewainua, na ni neema ya Bwana ambayo inapeleka watu. Lakini ambacho ninaomba jioni ya leo ni kwamba neema ya Bwana ikawe kwa wingi katika madhabahu haya, kwa kila kona kukawe na neema. Katika maeneo ambayo imewazunguka ukapate kibali mbele ya wanadamu, kwa sababu kibali hicho kinavuta watu. Kibali hicho kinavuta watu, sio kwa sababu you have done a good sermon, lakini kibali kinavuta watu. Kibali kinavuta watu. Inaenda kufanyika sasa katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni katika biashara yako, iwe ni katika kazi yako, utakuwa na kibali kitakachovuta watu. Haleluya! Na kwa hivyo kitu cha kwanza tunamshukuru Bwana ni kwa sababu mkono wake umetusongesha. Namba 2 ni kwa sababu mkono wa Bwana ukiwa juu ya mtu huwa kuna haraka. Kumbuka tunapoongea kuhusu 1 Kings chapter 18 verse 46. Nasema ya kwamba utaweza tu kwenda kuandika alafu tutasoma nyumbani. Tunaona ya kwamba ingawa Elijah alikuwa kwa mguu, alikimbia zaidi ya mfalme ambaye alikuwa kwa farasi. Wapendwa, that kind of anointing ndio tunahitaji.
kusonga kwa sababu wana majina. Watu wanaweza kusonga kwa sababu wamekaa mahali pazuri, lakini sisi mkono wa Bwana ukija juu yetu, tutawapita walio na masomo, tutawapita walio na vyombo, tutawapita walio wajuzi, kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yetu. Sikia basi, anataka kuanza. Utapita watu ambao walianza mbele yako. This is not about when you started. It is about the hand of God. It is about the anointing of speed. Amen. Hallelujah. Kuna watu walianza mbele yetu. Kuna watu walianza mbele yako katika biashara. Kuna watu walisoma mbele yako. Kuna watu walikushinda kwa darasa. Amen. Hebu chukua dakika moja ukumbuke watu ambao walipata A. Wakati wewe unaangalia hesabu unajiuliza, hii wamesema 1 + 1, lakini namba zinainama tu. Yaani namba zinainama ukiangalia na unashindwa utakuja kufanyika nini? Nataka nikwambie siku ya leo, people are made by him. This is not about certificates. Na hii nitasema kwa polepole. Wahubiri wakubwa Kenya hii, namba sijui wahubiri wakubwa. Na tafadhali washirika hivi msipeleke kama mnachukua hivi takata. Lakini this is the truth. This is the truth. Nyinyi ni wale wako hapa tawaambia. Hiyo ndio wanataka, hiyo ndio wanataka kuchukua. This is the truth. Truth of the matter. Wahubiri wakubwa hii tunaongea kwa hakuna hata mmoja anajua ameenda mahali kwa darasa. Enda ufanye yako utafiti. Hata wale wanaongea Kiingereza hakuna shule. At most walimaliza tu bila kumaliza. Most of them hata hiyo hawakumaliza. Wangapi wanakubaliana nini? Wangapi wanakubaliana nini? Unajua hata usipokubaliana mimi nimekuwa mhubiri kwa muda kidogo. I know. Naweza kuambia huyu alimalizia form 2. Huyu form 4. Huyu hata kama baada ya form 4 alifanya kitu. Ni zile kosi kidogo za mkono. Kama zile hata wewe umefanya. Ni mkono wa Bwana na neema yake na kibali chake ndio kimewainua. Amen. Lakini wamesoma wamerudi shule hizi. Na sasa sisi hapa Kiingereza ikianza kutoka inapiga kona ikirudi. Lakini ukiulizwa sasa ni baada ya Kiingereza kuna nini jioni? There is nothing. It is the hand of God that commands. Wapendwa, kama kuna maombi ni kumwambia Bwana, si mkono wako uwe juu yako. Na hii ndio inatutoshanisha sote. Yule ambaye alienda shule, yule ambaye hakwenda, kuna mahali pako katika Bwana. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako unakuinua, unakupeleka mbele ya walio na certificate, inakupeleka mbele ya wale ambao ni wajuzi. Many people, even those who are leading this country, certificate ni kidogo, moja. Wacha wale ambao wamefake certificate, naongea kuhusu ile ya kupata kwa ukweli. Just a few of us. Ndio Mungu aonyeshe wazi ya kwamba mimi husongesha watu wangu. Na kwa hivyo tuko hapa kumwambia Bwana asante, because of the hand of speed. Amen. Hallelujah. Amen. It is one thing to have a hand of God upon your life. It is another thing to have the hand of speed. Wapendwa, it is very easy to make it when the hand of God, the hand of speed is upon your life. Unaongea tu mambo kidogo na haujui ni yeye ambaye analeta watu katika biashara na katika kazi na katika huduma. Ninanena kuanzia siku ya leo, mkono huo unaopeleka watu kwa haraka uwe juu yako sasa. Nasema uwe juu yako sasa. Nasema uwe juu yako, iwe ni katika kazi, iwe ni katika biashara, mkono huo wa haraka uwe juu yako. Wapendwa, ukiona jam Thika Road, magari
yamenunuliwa na wanadamu. Walizaliwa vile ulivyozaliwa. It is not about whom you know. It is about the hand of God upon your life. Na hata mwaka huu kabla haujaisha, you can drive your own car. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Wapendwa, before the end of this year, you can build. Hii kanisa tumeambiwa from March. Nasema March. Juzi tu March. Na saa hii angalia vile ambavyo Bwana amefanya. Angalia milango vile imewekwa. Angalia lock ya mlango ile. Ile inaweza kulipia rent. Lock moja inakulipia rent. Na hakuna kutaabika. Why? Neema iko kwa wingi hapa. Wapendwa, you will go through life without sweat. Because the hand of God will appear upon your life. May it happen now in the name of Jesus. Number 3, we thank God for divine direction. Wakati ambapo mkono wa Bwana uko juu yako, you receive divine direction. And when you have divine direction, you are assured of the destination. Wapendwa, kile ambacho kinafanya mambo iende na isonge kwa haraka, it is because we have been guided by Him. Vile ambavyo mlikuja hapa, ni Mungu tu aliwaleta hapa. Wale ambao wamekuja mara ya kwanza unaweza jiuliza hapa ni wapi? Hizo kona unapiga, Mungu alikuwa amezipiga mbele. Mungu alikuwa amewatangulia. Ni Mungu ambaye aliwaongoza hapa. Na mahali ambapo umeongozwa na Bwana, ni yeye ambaye atakuthibitisha. I speak establishment now in the name of Jesus. Katika huduma hii na katika kila biashara, Bwana akakuongoze. Hallelujah. Unajua kuna watu wanauliza watu, unaonaje hapa? Hakuna mambo ya kuona hapa. Kuna mambo ya kuona. Enda ufungue kanisa Kedurai pale kwa roundabout. Uweke mlango ukielekea wakitoka kwa basi. Watapitia ndani pale, watatokea mlangoni wakienda nyumbani. It is not about kuna watu. People don't go to church because watu wako hapa. When you are guided by Him, ataleta watu. It is not about strategy. It is about Him. Nasema it's about Him. It is not about boardroom meetings. It is about Him. He will bring people. He will cause you to make a mark in life. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. 1 Kings chapter 17 and verse 2. 1 Kings chapter 17 and verse 2. Guidance brings acceleration. Ukitaka kwenda kwa haraka, omba ya kwamba Bwana nionyeshe mahali pa kwenda. Wapendwa, if you are going to where I come from, you are going to Mombasa, na unaelekea upande wa Nakuru, no matter how fast you go, hauwezi kufika Mombasa. Utakuwa from the start umeanza vibaya. From the start umeanza vibaya. Hii kumaanisha ni vizuri uende polepole, lakini ukiwa unaongozwa na yeye. Nataka kuambia wahubiri, hii mambo si rahisi. Sikia kwanza anasema karibu ainue mikono. Mambo si rahisi. It is not easy. And I never encourage anybody that ministry is simple. Hakuna. Huduma hii ni ngumu. Na nimekuwa nikifundisha wiki 4 ambazo zimepita. Tunahitaji nguvu za kuweza kuendelea. Biblia inasema katika Zaburi 24 verse 10 ya kwamba ukizimia wakati wa shida ni kwa sababu nguvu zako ni kidogo. Kwa hivyo shida sio shida. Shida itakuja. Lakini nguvu zako zikiwa ni nyingi, utaweza kuzishinda. But if you faint wakati wa shida, it is because your strength was small. Sisi tunapokea nguvu za kusoma. Sisi wachungaji wapokea nguvu za kupaa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika maisha haya tunaenda juu kwa nguvu za Bwana. Na ninajua hata jioni ya leo tutapokea nguvu za Bwana za kuweza kupaa. Hallelujah.
I said hallelujah. Sasa utaongeza tu hii kwa sababu ile nilikuwa nayo was better. Amen. Direction forbids distraction. Ukiona mtu ni kama anasema si hapa ni pale, hakupata mwelekeo. Iwe ni katika biashara, iwe ni katika huduma, ukiona mtu ambaye anayumba yumba, hajapata mwelekeo. When you receive direction, that direction forbids distraction. Bwana alisema ni hapa, ninajua ni hapa. I'm waiting on him. Wapendwa, wakati ambapo Bwana amenena, itakuja kutimia. Hallelujah, itakuja kutimia. It may take time. Siku hizi ukihubiria watu kama 9 hapa kwa miaka 2, watu watakwambia ufunge. But angalia huduma kubwa. Watu walihubiria watu kwa miaka mingi. Watu wachache sana kwa miaka mingi sana. Lakini ikafika wakati wa kuinuka. Na walipoinuka, watu wakaona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na wao. Kwa sababu walingoja, kwa sababu walisubiri neno la Bwana ambalo amenena. Si Mungu aliwatuma mahali hapa. Mungu atawaestablish mahali hapa. Tunaweza kwenda kwa polepole, lakini as long as God yuko pamoja nasi, tutafika mahali ambapo alinena ya kwamba tutafika. Na ninapoenda kumalizia, niwaambia kwamba nitachukua muda mfupi. We thank God for strange supply. We thank God for what? Strange supply. Wapendwa, kuna mtu alisema hapa, kama utakuwa umefanya jambo, then that is not a miracle. Muujiza utakuwa ni muujiza tu kama wewe haukufanya nini? Haukufanya jambo. We thank God today for strange supply. Treasurer amesema ya kwamba walitumia fedha, na baada ya kutumia fedha ambazo walipewa, wakatumia na zao. Hallelujah. Wakati ambapo mkono wa Bwana uko juu yako, there is always strange supply. Yaani vitu haujui vinatoka wapi. Watu wanaanza kufanya nini? Kukubariki kutoka kila kona. Wengine wanaweza kuwa si wa huduma hii, wengine wanaweza kuwa ni wageni, lakini nataka nitangaze ya kwamba wakati ambapo mkono wa Bwana uko juu yako, watu watatoka kila mahali, milango ya mataifa itakuwa imefunguliwa ili wewe upokee baraka. Hallelujah. Wakati tulipokuwa tukianza huduma mahali pale Utawala, nasikia pastor akisema kwamba ako na huduma pale Utawala. Nilienda nikaonyesha vitu hao. Alikuwa ni mchungaji. Huyu mchungaji alikuwa amefunga kwa sababu ya hizo changamoto. Unasikia mambo inafika mwisho, akafunga na akawa amechukua speaker, vitu vyote hivi alikuwa ameweka kwake. Nikamleta nikamwambia, Mungu amenionyesha maeneo haya ndio tutafungua. Akaniambia, pastor, ukiwa na imani ya kuchukua hao hii, usinunue kitu, nitakupatia vitu vyangu vyote. Hallelujah. Na kwa hivyo, kwa sababu nilikuwa na imani ya kuchukua hao ile, nikamwambia hao hii ninalipa. Kaniambia basi vitu vyangu vyote nitaweka kwa lori. Mpaka siku ya leo vingine viti na nini bado vinatumika pale. Simpigie Bwana Yesu na kwa mnazidi. We are talking about strange supply. Kwa hivyo ukiaminika mahali ambapo Bwana amekutuma, Mungu atatumana. Hallelujah. Nasema Mungu atatumana kwa sababu ni yeye aliyetumana. First Kings chapter 17 and verse 6. Akatuma ndege wakuletee ile chakula. Na hawa ndege tukiendelea kusoma tunaambiwa tusio ndege wa kawaida.
ni watu ambao hawawezi kukufikishia kitu, but God causes them to bring. Haleluya. Si watu wa mataifa wakuletee vitu katika jina la Yesu Kristo. Nasema watu wa mataifa watakuletea vitu sio kwa sababu wanataka, but because they have been commanded. Wasomi wanasema labda sikiona amefikisha nyama, aidha alikuwa amekula akashiba ndio alete mabaki, but because they were commanded. Unajua kuna watu wakikubariki hata wewe unashangaa huyu mtu amenibariki namna gani? Those strange supply, may it happen in your life in the name of Jesus. Nasema may it happen in your life in the name of Jesus. You will not labor kwa sababu Mungu atafungua milango for your needs. And the last one, we thank God for divine covering. Wapenda kufika mwaka mzima ni Mungu. Ni yeye anatufikisha hapa. Sio kwa nguvu zetu. Na nimekuja kujua ya kwamba mwaka ni mfupi sana. Nilikuwa naambia watu wakijapa ile maombi ya 21 days, 40 days. Watu wanaomba kabisa na unaona hawa watu watafanya kitu. Baada ya maombi hiyo na kufunga ikiisha tunaingia February, March. Basi ukisikia mwaka imefika March ni kama inawaachiliwa ile hard break kwa kuteremka. Mungu anaambia mwaka sasa soka. By the time sasa tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Hebu fikiria tu, wachana na huduma hii ambayo tumesema mkono wa Bwana umekuwa juu yake. Fikiria ni kitu gani umefanya kuanzia Januari mpaka sasa. Sasa basi hata nguo moja hatuja hata sasa hivi hakuna kitu, hata nguo hujanunua. Na unaona mwaka iko wapi? Tuko wapi? Ni kama imewaachiliwa na ikianza kuteremka hapo, wapendwa, anza kupanga mambo ya Christmas. Anza kupanga Christmas iko hapa. Christmas iko hapa. Mwaka inatembea kwa haraka. Kwa hivyo ukiona mkono wa Bwana umekuwa juu yetu, usichukulie kwamba ni kawaida. Ni Mungu ambaye ametufikisha hapa. It is by his divine covering. Ndio sababu tuko hapa jioni ya leo kumwambia Bwana asante kwa sababu umekuwa Mungu mwema. 1 Kings chapter 18 and verse 1. Nilikuwa nimeandika no devil can discover whom God has covered. No devil can discover whom God has covered. Kwa sababu ukisoma katika maandiko haya, Elijah alikuwa anaonekana, lakini wakienda kumtafuta hawamuoni. Haleluya. Hii ni kumaanisha angekuwa amesimama hapa lakini haumuoni. Why? Because God has covered him, you cannot discover him. May God cover you. I say may God cover you. Because when you are covered of God, no devil can discover you. Yaani magonjwa itakuwa inakupita. Sasa hivi wametangaza Ebola. Juzi ilikuwa ni COVID. Na ukiona tuko hapa, hatukupatwa na COVID. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kuna wakati nilipatikana na homa na wachache nikawaambia, nikiangalia kila dalili ndio hiyo. Lakini sitaenda. Haleluya. Najua unaangalia dalili ile yote wamesoma. Ilikuwa inasoma na mtai kama unasikia kabisa na ile mtu alikuwa anaitwa hapo sio kati. Unaona kulingana na vile zote wamesoma ndio niko nazo. Lakini bado tukapaki tukiwa hai. Wapendwa, we are covered by God. The devil will not discover us. This ministry is covered by God. You will not be discovered in the name of Jesus. And the last one, we thank God for strength. Kwa sababu kama huduma hii watu hawangekuwa na nguvu, wangezimia. Lakini nataka nitangaze ya kwamba nyinyi hamutazimia mbele ya watesi wenu. Kwa sababu Bwana anaenda kuachilia nguvu isiyo ya kawaida ya kuweza kuendelea kukwea milima. Bwana anasema wale wanaomngoja atawapa nguvu.
Na sisi kwa sababu tumemsubiri na mchana wa leo tumekuwa hapa the whole day, Bwana anaenda kutupatia nguvu isiyo ya kawaida. Nasema Bwana anaenda kutupa nguvu isiyo ya kawaida. You need strength for the next level. Amen. Every time nimesikia wale ambao wamepeana funguo, this is one level. Tumemaliza kujenga. Na mwingine akaongeza akasema tuko hapa tukihitajika kwa kazi nyingine. That tells you for another level. Now we have done this level. We require divine strength for the next level. Hallelujah. Walipofanya mabati haya, walikaa kwa muda mpaka pengine apostol anauliza, hii kanisa ni kama itakuja kuishia hapa. Huku hakuna kitu, hapa hakuna kitu, ni vumbi peke yake. But in every level we require strength. Na ninawaombea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana akawape nguvu for the next level. Hallelujah. Mtu mmoja ametuambia ya kwamba huu mwaka ilikuwa ni ya kujenga mjengo wa asili. The next year ambayo sasa tumeingia kuanzia kesho, our second year, ni kujenga mioyo ya watu. That is another level. Receive that strength. Nasema receive that grace. Receive that strength. Inuka kwa miguu yako sasa. Mwambie Bwana asante kwa sababu ya mambo yote hayo ambayo nimesema kwa kifupi.